Mpendwa mwana wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Na siku nyingine tena leo Mungu ameifanya, tunamshukuru kwa ajili ya siku hii. Nitafakari na wewe juu ya wema ambao tunatenda zamani, lakini Mungu pia anaweza kutukumbuka kupitia wema huo. Lakini kuna wakati unaweza ukawa kwenye ukame, ukawa kwenye bonde la uvuli wa mauti, kwenye magumu, na kupitia wema wa zamani Mungu anakukumbuka. Katika kile kitabu cha pili cha Samueli, ile sura ya 9, tunaona juu ya yale ambayo mfalme Daudi yalimjilia wakati akiwa amekaa amestarehe katika ufalme wake, na Biblia inasema akauliza kutoka kwa watumishi wake, je, kuna mtu yote aliyesalia katika nyumba ya Sauli ambaye nipate kumtendea mema? Ndipo akaibuka mtumishi wa Sauli mmojawapo akasema, kule Lorebari yuko mtoto wa Yonathani, alikuwa anaitwa Mefiboshethi. Mefiboshethi yeye alikuwa ni kilema, na ukisoma ile Samueli wa pili ile sura ya 4 mstari wa 4 utaona wakati ilipotokea shida ya vita na Sauli aliyekuwa mfalme anatawala kule Israeli akafa, pamoja na kijana wake Yonathani ambaye alikuwa ni rafiki wa Daudi, ambaye alikuwa anamhifadhi Daudi mara nyingi. Wakati baba yake Sauli anataka kumuua Daudi, alikuwa wote wawili wakafa kwenye ile vita. Lakini katika kukimbia yaya ambaye alikuwa amembeba Mefiboshethi, yeye Mefiboshethi alikuwa na miaka 5 wakati huo, akamwangusha, na alipomwangusha yule mtoto akapata ulemavu. Kwa mpendo wa mwana wa Mungu, nataka ujue jambo hili kwamba inawezekana leo ukawa mahali, ukawa na nafasi, ukawa na cheo, ukawa kiongozi mahali, unaweza kujimudu kimaisha, lakini ukawa na uchumi mzuri, mfanyabiashara mzuri, una mali lakini pia unajivunia jambo fulani ambalo linakupa fahari, na watoto pengine wanatembea kwenye nafasi za wazazi, nafasi ya baba, nafasi ya mama, na kile kinachotokea kwenye maisha yetu ni kwamba tukijui kesho yake. Kesho inawezekana ikabadilisha historia nzima ya maisha yako, kama ilivyotokea kwa familia ya Sauli. Sauli alikuwa mfalme na mtoto wake Jonathan alikuwa ni mtoto wa mfalme, yani prince. Lakini pia Mefiboshethi ambaye alikuwa ni mjukuu wa Sauli alikuwa anatoka kwenye familia ya kifalme, lakini siku moja tu Mefiboshethi akapata ulemavu, lakini babu yake akafa na baba yake akafa. Lakini nini ambacho tunajifunza? Wema huwa unaishi hata baada ya maisha yetu. Jonathan aliyetenda mambo mema kwa ajili ya Daudi, Daudi akaitunza ile agano la wema. Kwa hiyo akakaa akakumbuka wakati alipoinuliwa akiwa amestarehe, akasema ni upate wapi ndani ya nyumba ya Sauli mtu ambaye anaweza kumtendea mema? Ndipo Siba akamwambia juu ya habari ya Mefiboshethi. Mefiboshethi akaletwa nyumbani kwa Daudi. Daudi akamwambia, sasa Mefiboshethi, kaa hapa kama mmoja wa wanafamilia ya ile familia ya mfalme, familia ya Daudi. Lakini pia akasema, nitakurejeshea mali zote zilizokuwa za babu yako Sauli. Kwa hiyo nini kilichotokea kwenye maisha ya Mefiboshethi? Ni kwamba Mungu akuweza kumrejeshea viungo vyake vilivyopotea, nani vilivyopata ulemavu, lakini alichoweza kumfanyia Mungu ni kwamba alimpa nguvu ya kuishi kama watu wengine wa kawaida. Alikuwa ni mlemavu ndio, lakini alikuwa sehemu ya familia ya mfalme. Mtumishi wa Mungu, kuna mambo ambayo yanaweza kutokea kwako kwenye maisha, lakini wema wa zamani huwa utakupa neema nyingine mpya kwa leo. Mefiboshethi ambaye alikuwa kule mahali wanaita Lodebar. Lodebar ni eneo la ukame kwa mujibu wa lugha ya Kiebrania, ni kwamba ni eneo kame, eneo la upweke, eneo lililosarulika. Kwa hiyo akatoka Lodebar akapelekwa kwa mfalme Daudi alikokuwa kwenye jumba ya kifahari. Kwa hiyo naye akaonekana kama miongoni mwa watoto wa mfalme. Nini ambacho Mefiboshethi alikiona? Aliona neema ya Bwana katikati ya ukame, katikati ya Lodebar. Mungu akutoe pale ulipo kwa neema na kwa nguvu ambazo alifanya kwa ajili ya watumishi wake kama kina Jonathan ambao waliweza kukaa vizuri na Daudi katika maisha yao. Ni kweli Jonathan alienda, lakini kupitia wema wake mtoto wake akaiona hiyo neema. Wengi tunaweza kutunza akaunti nzuri kabisa za benki, tukawa na vikundi vingi sana vya michezo, vikoba, tukawa pengine na magari na majumba, lakini hivi vitu vinawezekana kabisa visije vikawasaidia watoto. Utakapoitwa na Mungu, utakapokufa, maana hivyo vitu inawezekana kabisa vikaisha pamoja na wewe, au watoto wengine wakavichukua vile vitu na kuviharibu kabisa. Lakini wema wako kwa watu wengine unapanda mbegu nzuri, unapanda tumaini kwa ajili ya familia yako, ni hazina kwa ajili ya mambo ya siku yajayo. Leo unawezekana visionekane, lakini wewe endelea kutenda mwema na Mungu atakuinua kwa namna nyingine. Lakini sio hilo tu, hata watoto wako watakuja kuonekana kwenye nafasi
kwa namna nyingine, kwa sababu mambo ya zamani watu wanayakumbuka, wanakumbuka fadhili, wanakumbuka wema, wanakumbuka upendo, wanakumbuka pia neema ambayo uliwahi kuwatendea watu. Kwa hiyo ndicho alichokiona Mefiboshethi wakati baba yake Sauli, babu yake Sauli amekufa, lakini baba yake Yonathani amekufa. Mali za Sauli zilizochukuliwa zikarejeshwa, zikawekwa mikononi mwake, lakini Mefiboshethi akaletwa ndani ya jumba la mfalme, akakaa kule kama mwana wa mfalme, akala mezani kwa mfalme Daudi. Ukisoma vizuri maandiko yako utaona kabisa kwamba ule wema aliotenda baba yake ulipitiliza mipaka ya baba yake, ukaenda mpaka kwenye maisha ya Mefiboshethi. Nini tutaweza kujifunza pia hata katika maandiko huko nyuma? Tunajifunza juu ya habari ya Ibrahimu na wema alioutenda kwa ajili ya watu wengine, na imani ya kwake ilimuinua Isaka. Isaka kwa mfano alipokwenda kwenye nchi ya ugenini Gerari, akakaa kule, mfalme Abimeleki akawa anataka kumpambana na Isaka, akamfukuza. Baada ya Isaka kubarikiwa, Isaka akaenda akavichimba visima vya zamani ambavyo vilifukiwa na Wafilisti. Ile Mwanzo sura 26 utasoma neno hilo, vilivyofukiwa na Wafilisti, visima vya baba yake Ibrahim. Vile visima vikatoa maji, wakamfukuza tena, akaenda mbali kidogo, akaenda bondeni, wakadhani kwamba atafilisika. Lakini wema wa baba yake, imani ya baba yake ilimbariki, na Mungu akaona Isaka tena akambariki zaidi. Vile visima alivyokuwa kila kivichimba vinatoa maji, na neema yake kwake ikavuta tena watu wengi, na tukaona maandiko yanatuambia wakaenda wakapatana naye. Ni ambao tunajifunza ni kwamba ukibarikiwa na jamaa wa mataifa wote watajibarikia kupitia wewe. Mungu akujalie hiyo neema katika jina la Yesu. Kokote ulipo, iwe ni bondeni ule Lorebari, Mungu akukumbuke kama alivyomkumbuka pia Mefiboshethi, mtoto wa Yonathani. Mungu ni mwema katika mambo yote tunayopitia, na anatukumbuka katika dhiki, katika tabu. Usiogope na usijali pale ulipo, Mungu anakuona. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa milele, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana, kuna wakati tunapita kwenye mazingira magumu, hatuwezi kuona mbele, tunakata tamaa, tunarudi nyuma, lakini kama tunavyosoma kwenye habari hii ya Mefiboshethi ambaye ulimkumbuka kupitia wema wa Yonathani, ukamtoa kule Lorebari na ukamleta katika jumba la mfalme Daudi. Na Mungu, tuko katika mazingira wakati mwingine magumu na hatuwezi kuona mbele, lakini mkono wako unaweza kututoa kule na kutupeleka kwenye jumba la mfalme. Neema, baraka ambazo pengine zimejificha hatuwezi kuziona sasa, zinaweza zikafunuka kutokana na wema wetu wa zamani. Baba, lihimidiwe jina lako na litukuzwe daima. Kwa ajili ya siku ya leo, tuhifadhi hai na ututunze katika mikono yako iliyo salama. Tunapokwenda Baba katika shughuli zetu za kila siku, tunaomba ukazibariki, tunaomba ukatupiganie na kututetea, ukatupe kibali na kutuwezesha katika mambo yote. Kumbuke mtumishi wako huyu ambaye anapita katika mazingira magumu, yuko Lorebari. Mungu, mguse kwa namna nyingine na ukampe nguvu mpya ya kuweza kuliamini neno lako na kuishi katika imani. Na kutukuza wewe Bwana sasa na wakati wote, ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akulinde na akupiganie siku ya leo, amen.